Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalam TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Mkuu wa KKKT Askofu Dr. Alex Gehaz Malasusa amewaasa Wakristo na jamii nzima kutumia ndimi zao vyema ili kujenga umoja wa taifa, kwani endapo ulimi utatumika vibaya huleta madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na kuyumbisha umoja uliopo na kusababisha upendo na amani kutoweka katika nchi. Dr. Malasusa ameeleza hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 17 wa KKKT Diocese ya Meru unaofanyika kwa siku 3 katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira, ambapo miongoni mwa ajenda za mkutano huo ni pamoja na uchaguzi wa askofu wa awamu ya 3 wa diocese hiyo na msaidizi wake. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalam TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Mheshimiwa Baaskofu, nawasilisha kwako hati hii nikiomba ufungue rasmi mkutano huu wa 17. Jumapili hii tunakumbushwa tutumie vizuri vinywa vyetu na ndimi zetu. Sina hakika, ingekuwa ni diocese zingine ningesema zaidi, lakini hapa ninajua hata ndimi zenu mmetumia vizuri kuja kwenye mkutano. Hakukuwa na maneno na hasa ajenda tunazozifahamu zitaingia, si ndio? Mmetumia vizuri, na kama kuna mahali tulipotoka, tunashukuru kwamba Yesu atatupa muda tutubu, kwa sababu nia ya kutupa ndimi hizi ni kumtukuza yeye. Ulimi wangu, ulimi wako ni mdogo, lakini unaweza kuyumbisha limeli likubwa. Haijalishi ndoa ina miaka mingapi, lakini ulimi ukisogea tu kidogo unaweza ukayumbisha. Unaweza ukayumbisha umoja mzuri uliopo ndani ya Diocese ya Meru. Ulimi tu, lakini unaweza ukaponya, na ulimi una kazi nzuri tu kwa anayotumia vizuri kuponya. Ulimi unaweza ukakuheshimisha, unaweza ukakudharaulisha. Asanteni sana kwa kunishika, kwa kuniombea, kwa kunikumbatia hata pale niliposhindwa kabisa. Na pale nilipoona zamu yangu imeisha, Mungu ameniambia safari bado. Niwashukuru sana kwa kipindi hicho, na sasa siwezi kuamini ni miaka 10 imepita tangu mliponichagua. Siku ya leo ni siku maalum sana kwangu, naamini na kwa Diocese ya Meru pia. Bwana asifiwe. Ndipo tunaenda kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ili aweze kusimamisha kiongozi mwingine ambaye ataibeba dasi mkishirikiana naye kwa ajili ya muda mwingine ambao Mungu atakuwa ameweka mbele yetu. Tukitazama nyuma, tunaona jinsi ambavyo mkono wa Mungu umekuwa pamoja nanyi wana diocese hii ya Meru, na tunajaa matumaini ya kwamba mkono huu wa Bwana utaendelea kuwa pamoja nanyi na kuwashika hata kipindi hiki na katika mkutano huu ambapo kutafanyika uchaguzi wa askofu. Neno ambalo ningependa kuwaambia na kusisitiza tena kama ambavyo yamezungumzwa, jambo hili tumwachie Mungu. Anasema katika Wakolosai 3:17, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Babu yetu yuko pale. Kwa hiyo tunajisikia tuko mahali salama, na kwa kweli tunafurahi kushirikishwa, tuko nyumbani. Tunawatakia mkutano wenye baraka nyingi
Huu ni mkutano wa kiroho, tunafanya mambo ya kiroho, na Bwana awe nani. Nafahamu sana historia ya Dayosisi ya Meru. Wakati ule kulipokuwepo na mgogoro, mimi nilikuwa nasoma hapa, nilikuwa mzee wa wanafunzi, mzee wa pili, na nilishiriki sana kuwasaidia wale waliokuwa kwenye listi ya kuuawa. Tuliwatafutia malazi hapa, na kesho asubuhi tuliwasindikiza kupanda ile basi iliyokuwa inaitwa Fikiria Kwanza. Kwa hiyo ninaposema haya, nasema nikishuhudia kwa hakika ya kwamba ninaposema hata sasa Bwana ametusaidia ni kweli, kwa sababu mmetoka mbali na Mungu wa mbinguni amewabariki sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.